Jana pia tumeona goli la Depu ilikuwa ni sio offside, ni goli kabisa lile la wazi kabisa, kwa maana jana lile goli lingekuwa pengine marefari wangekuwa wako sawa kwenye kutafsiri sheria, mimi nafikiri jana tungeenda kuona mikwaju ya penalti pengine. Of course ni mchezo wenye hadhi ya semi-final, mchezo mzuri. Ni mechi ilikuwa kubwa, mechi tafu. Ni vidume wale wametoana jasho kinoma noma kwamba yale ambayo yalikuwa yanazungumzwa na watani kwamba Yanga sijui watajivunja watakimbia, jana tujayaona, kwa sababu Yanga wanaonyesha kwamba ni kweli na wao walikuwa wanahitaji kuingia finali, kwa sababu ikumbuko tu Yanga ndio bingwa mtetezi wa kombe. Kwa hivyo kama bingwa mtetezi alikuwa na haki ya kutetea ubingwa wake, na kweli mechi alikuwa anitaka, lakini tuseme ubora pia wa Azam umeamua hilo, na simaanishi kwamba Yanga sio bora, isipokuwa kuna muda kunakuwa na siku mbaya, yani kwenye maisha kuna siku inakuwa ni mbaya katika kazini kwako. Kwa hivyo kwa jana ni mchezo ambao wadau wa soka wengi wameenjoy kiukweli, so far mchezo mzuri sana. Na kitu kikubwa ambacho pia nilichokiona jana, Yanga wameonja testi ambayo Simba walikuwa wanaionja baadhi ya mechi, kwa sababu mara nyingi mapungufu ya mareferees yamekuwa yakiwanufaisha baadhi ya mechi. Yanga wamekuwa kinufaika sana, umeelewa, mapungufu ya nani, waamuzi. Lakini jana pia tumeona goli la Depu ilikuwa ni sio offside, ni goli kabisa lile la wazi kabisa, kwa maana jana lile goli lingekuwa pengine marefari wangekuwa wako sawa kwenye kutafsiri sheria, mimi nafikiri jana tungeenda kuona mikwaju ya penalti pengine. Lakini mapungufu hayo ya waamuzi ambayo kila siku tunayozungumza yamefanya Yanga iweze kuwa nyuma kwa goli 3-2, na hatimaye Azam FC amekuwa bingwa. Tuwapongeza Azam FC kwa sababu ni muda mwingi wana struggle sana, kama ilivyo kwa Simba, nao pia muda mwingi wame struggle sana. Kwa hiyo hawa wote walioingia finali tunaweza tukasema bora hata Azam kidogo, lakini kwa Simba ana miaka ana misimu almost kama 4 kama sikosei. Yes. Hajafanikiwa kuingia finali. Kwa hiyo kwa mimi jana mechi ilikuwa nzuri sana, kila mmoja alikuwa bora kwa nafasi yake, lakini ukiniuliza makosa labda ambayo Yanga wameonyesha jana, kuna kitu tumekiona kwa sisi wadau wa soka na wapenzi wa mpira. Tumeona pengo la Dickson Jobu au kapteni. Yes, tumeona pengo lake pale Yanga, kwa sababu mara nyingi kicheza Ibrahim Baka na Dickson Jobu amekuwa ni mtu ambaye anaficha zile chafu au anaficha yale makosa. Simaanishi kwamba Baka ni beki mbaya, isipokuwa kila mmoja ana daraja yake, unaelewa, sijui kwenye talent kila mmoja ana uwezo wake. Kwa hivyo Baka tumeona ni mtu ambaye mara nyingi anakuwa hamachi kucheza na Mwamnyeto. Kwa hiyo umeonekana ukuta fulani ambao ni rahisi kufikia na ni rahisi pia kuvunja. Kwa hiyo mimi nafikiri kukosekana kwa Dickson Jobu kumefanya msimu huu kwa mechi hizi kadhaa ambazo Dickson Jobu amekosekana, kumefanya Yanga wawe dhaifu sana kwa upande wa nyuma. Of course finali itakuwa ni nzuri pia, yale tulikuwa tunazungumza. Finali itakuwa ni nzuri, finali itakuwa bora, na finali itakuwa na ushindani mkubwa sana, kwa sababu ukiangalia kwenye Simba pia wanahitaji ili kombe. Simba Baka moja kati ya kombe ambalo wanalihitaji, pengine ndio rahisi kulichukua ni hili la CRDB, umeelewa, kwa sababu ukienda kwenye NBC Premier League ni tayari ni kombe ambalo ukiangalia ni yale unamnyatia mgonjwa adondoke ili umuuzie jeneza, umeshaelewa. Yes, kwa Azam kwa Yanga ndio wanaongoza hiyo ligi kwa pointi 2 kama sikosei. Yes, kwa hiyo Simba Baka kombe ambalo wanalitegemea ni hili. So kwa Simba ni kombe wanalihitaji zaidi, japokuwa pia kwa Azam wanatamani pia kupata ile kombe, kwa sababu nao pia ni miaka mingi hawaonekani kunyanyua kwapa kupitia ile kombe. Tukiangazia boli lililochezwa na Azam kwa siku ya jana, Simba anaweza kanyanyua kwapa kwenye kombe hili? Ni kawaida, Simba pia ana timu nzuri sana, sana, pengine ni zaidi ya Azam kwa msimu huu, japokuwa
unaweza kuwa na timu nzuri lakini ukashindwa jinsi gani ya kutumia mbinu na mwisho wa siku kadhibiwa. Lakini Simba ina timu nzuri, Azam ina timu nzuri, na Azam ina kocha ambaye anajua kucheza na hizi timu kubwa. Unajua Azam anajivunia sasa hivi, tuwezi kusema kwamba Azam ana timu bora kuliko Yanga. Mimi mara nyingi sana sio muumini wa kuzungumza hivyo vitu na sipendi kuwa mnafiki. Of course Yanga ana timu bora sana kuliko Azam, lakini wana kocha ambaye anajua kuamua, anajua kucheza kwenye hizi mechi, umeelewa eh? Kwa sababu ukiangalia jana, tukirudi nyuma, jana mechi ya jana Azam alicheza pungufu, umeelewa, dakika 50 plus Yanga wameshindwa kuadhibu. Hebu niambie, Azam wamecheza pungufu, aliyakuwa walikuwa washashinda moja kama sikosei, 2-1 sijui kama sikosei, vitu kama hivyo. Lakini Yanga wameshindwa kuadhibu wachezaji pungufu. Sasa hapo unaona mbinu ndio zilizotumika. Kwa hiyo kwa upande wa Azam wako vizuri kimbinu, kwa upande wa Simba pia Steven Baka naye pia yuko vizuri kimbinu. Kwa hiyo tunaenda kuona fainali iliyojaa mbinu nyingi sana, umeelewa sijui. Kwa hiyo tactically tunaweza tukasema kwamba mchezo utakuwa bora na mchezo utakuwa mzuri, pengine itakuwa ndio mechi yenye kivutio, tukiondoa mechi ya NBC Premier League ambayo itachezwa na Azam dhidi ya Yanga kama sikosei, wapi hapa Zanzibar, New Amani Complex, ndio. Kwa hiyo mechi itakuwa nzuri sana, mechi itakuwa kubwa sana. Yes. Fainali za kombe la dunia 2026 zinaendelea na tunaona ni namna gani timu mbalimbali duniani zinaonyesha uwamba wake na ubora wake katika kombe hilo la dunia 2026. Lakini miongoni mwa kivutio kikubwa kwenye kombe hilo, kiacha na timu zingine kubwa kubwa, tunaona Cape Verde imeamua kuonesha makali yake, ambapo siku ya jana imetoka 2-2 na Uruguay. So kwa upande wa Cape Verde ni timu ya aina gani na tunaweza tukaizungumzia kwa uendo, yani kwa mwendo gani au kwa uelewa gani ambao unaielewa Cape Verde? Of course kwanza to be honest, kuna cha kujifunza kwa Cape Verde. Cape Verde ni timu ambayo ukitazama ni timu pengine miongoni mwa timu ambazo wakati zinatajwa timu ambazo zitazoshiriki watu walikuwa wanai-underrate sana. Walichukulia ndio kibonde wao. Walijua ni moja kati timu itakula 7-8, unajua. So wanacheza kitimu, wale jamaa wanacheza kitimu sana. Wanacheza kitimu sana na wanajua wanachokifanya. Na kundi lao pia ni zuri. Mimi sishangai kuona Cape Verde akiendelea hatua zinazofuata, kwa sababu ukiangalia kundi lao, mtu anaongoza kundi ni Spain. If I'm not mistaken, si ndio hivyo? I don't know. Spain ndio anaongoza kundi kwa alama 4. Umeelewa sijui? Right. Na anayefuata ni Uruguay yao. Uruguay, yes, anayekuja Cape Verde anamalizia Saudi Arabia na pointi 1. Kwa hiyo Uruguay, Cape Verde na pointi 2, Saudi Arabia na pointi 1. Umeelewa? Right. Sasa tunaona hapa na mechi iliyobakia ni ya Spain na Uruguay. Si mshaelewa? Alafu Cape Verde anakutana nani? Na Saudi Arabia. Kwa hiyo tunaona hapa Cape Verde akishinda akimpiga Saudi Arabia, Cape Verde atakuwa na pointi 5. Umeelewa? Akitoka sare atakuwa na pointi 3. So, ya Saudi Arabia atakuwa na pointi 2. Tukienda kwa Uruguay akifungwa na Spain, Spain atakuwa na pointi 7. Umeelewa si? Ana pointi 2. Cape Verde hapa, kwa hiyo Cape Verde anatakiwa akomae, ashinde au atafute sare. Mpira ni mchezo, wanasema ni mchezo wa ajabu, si ndio? Wanasema football is not for the weak, si ndivyo? Yeah. Kwa hivyo tunaweza na inawezekana, lakini tunajiuliza mimi na wewe, ni kweli Uruguay unaweza kumfunga Lamine Yamal? Kwa hiyo sasa hapo ukiangalia kwenye jicho la kawaida lihitaji sijui Lamlia Sangoma na nini, unaona kabisa hapa Uruguay anakufa. Yaani Spain Cape Verde atoke sale na Saudi Arabia. Alafu kule Uruguay atafungwa tu. Lamine Yamal hawezi kuacha, umeelewa? Kwa hiyo sasa tunaona hapo kwamba huyu bwana atafute sale, yule kule afungwe. Huyu bwana anafanyaje? Anachomoa. Anapita. Na hata kama huyu yes hivyo, lakini Saudi Arabia akishinda, akimfunga Cape Verde, Saudi Arabia na Spain pengine ndio watafanyaje?
Kwa hiyo ni kundi ambalo kiliangalia ni kundi ambalo bado halina mwenyewe, na huyo Spain akikaa vibaya atafanywa surprise na Uruguay, kwa sababu ukiangalia kwenye World Cup hakuna timu ambayo iko kinyonge, unajua. Yani kila timu imetoka kwenye taifa lake limejipambania kwa hali ya juu. So kila kitu kinawezekana kwenye World Cup. Na ukiangalia wale wachezaji wanaochukuliwa ni kama wanajeshi. Umeelewa? Yani kama vile unakwenda vitani. Sasa wewe jiulize, mwanajeshi unakwenda vitani alafu haukubali kufa eti. Yani ukishindwa umelishusha taifa lako. Yes, ukishinda unakuwa umelinyanyua taifa lako. Tukiachana na pesa ambazo World Cup ni yes, a lot of money, wanachukua pesa nyingi sana. Kwa hiyo lakini wanahesabika ni kama watu ambao wanapeperusha bendera za nchi zao, vitu kama hivyo. Subscribe Miujiza TV.